Tunamshukuru Mungu kwa neema na kibali. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa sababu imempendeza sisi kuwa mbele zake. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Neema yake iendelee kutosha juu yetu. Asante Baba. Tutakwenda kuangalia kichwa cha somo letu la leo linasema kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana. Haleluya. Kibali cha Bwana. Mungu ameachilia kibali juu yetu, na ndio maana hata leo hii tuko mahali hapa. Hicho ni kibali. Pasipo kibali isingewezekana kuwepo sisi mahali hapa. Lakini Mungu ameachilia kibali chake kwa kila mmoja, kimetuwezesha kufika mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa uweza wake na kwa nguvu zake. Na hata kichwa cha somo kinachosema kibali cha Bwana. Bwana ameachilia kibali juu yetu, ameachilia kibali kwako, ameachilia kibali kwa ajili ya kanisa. Ameachilia kibali chake kwa ajili ya kila mmoja. Ameachilia kibali chake kwa ajili ya kanisa, ili kanisa liweze kusimama katika nafasi yake. Kwa sababu pasipo kibali hakuna chochote kitakachowezekana. Tunaweza tukafanya kinyume na mapenzi yake, kwa sababu kuna aina mbili za vibali. Unaweza ukapata kibali, lakini kibali kile kikaa sio cha Bwana, ukanatumika nje ya mapenzi ya Bwana. Lakini tunaomba neema yake na kwa nguvu zake tuweze kutumika na tuweze kusimama, tuweze kutembea na kibali cha Bwana. Haleluya. Kibali ni, tuangalie neno kibali ni nini. Kibali ndio kinampa mtu mamlaka ya kufanya jambo. Pasipo kibali haiwezekani. Haleluya. Haleluya. Tumeona tukiangalia katika ulimwengu wa damu na nyama, unaweza wewe ukawa unafanya ujenzi eneo fulani, lakini kama haujafuata zile sheria na taratibu, unakuta wale watu wa manispaa wanakuja, na wanapokuja wanakuandikia katika ile nyumba, tena kwa wino mwekundu, wanasema simamisha ujenzi. Kwa nini wanakuambia usimamishe ujenzi? Ni kwa sababu hauna kibali. Haleluya. Hauna kibali. Na ndio maana wanakuambia simamisha ujenzi. Lakini utakapokuwa na kibali, hata wale watu wa manispaa watakapokuja katika kukukagua wewe katika ile sehemu ya ujenzi, ukiwaonyesha kibali, watakwambia endelea, kwa sababu una mamlaka ya kufanya hicho ambacho ulichokusudiwa kufanya, kwa sababu kuna kibali kinachodhihirisha hicho ambacho unachotakiwa kufanya. Haleluya. Tunaona hata wageni, huwezi kuingia nchi ambayo sio yako kama hauna kibali. Hauwezi kuingia nchi ambayo sio yako kama hauna kibali. Wale waliopata neema na bahati ya kusafiri nje ya Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania, wanatambua na wanajua. Haleluya. Kwa sababu kibali ndio kitakachokujulisha wewe unakwenda wapi,
unakwenda kwa ajili ya kufanya nini? Je, unakaa siku ngapi? Kuna kibali ambacho kinachotoa hadi muda wa kukaa wewe, kwamba nitakaa ndani ya siku 10, siku 20, mwezi, mwaka, inategemea. Na hicho kibali kinaweza kika expire. Kwa nini kinaweza kika expire? Kwa sababu sio rasmi. Yaani ni kibali ambacho kinakuingiza sehemu ili kufanya kile ambacho wewe ulichokusudiwa. Lakini ukiona bado unahitaji kuendelea na kufanya hicho ulichokusudiwa kufanya, basi unahitaji ukarudi tena kwenda kurenew kibali chako ili uweze kupata mamlaka ya kufanya hicho ambacho unachotakiwa kufanya. Kwa sababu pasipo kibali hauwezi kufanya kile ulichokusudiwa. Tumeona hata wanafunzi wanaokwenda kusoma nje, ina maana kwamba kuna taratibu zote lazima zifuatwe ili mtu yule awe halali katika kuishi katika nchi hii. Tumeona hata wageni, mtu akikamatwa, tunaona watu wanakamatwa, wale wanaingia kinyume na sheria, wanakamatwa na wanarudishwa makwao. Kwa sababu gani? Hawana kibali cha kuingia. Yaani hawakuwa na kibali cha kuingia, na ndio maana wanakamatwa na kurudishwa. Haleluya. Hiyo ni kwa upande wa ulimwengu wa damu na nyama. Haleluya. Lakini katika ulimwengu wa roho pia Mungu ameachia kibali juu ya watumishi wake, juu ya watenda kazi wake, juu ya wapakwa mafuta wake. Kwa sababu kile kibali ndio kina uweza wewe cha kufanya upenye, upasue, ubomoe, upite pale pasipowezekana. Haleluya. Kwa sababu gani? Ile mamlaka inayokufanya wewe upite hapo iko juu yako. Na kama ile mamlaka iko juu yako, hakuna kizuizi. Hakuna kizuizi kitakachosimama mbele yako, kwa sababu kile kibali kimebeba mamlaka ya wewe kufanya hicho ulichokusudiwa. Na ndio maana tumeona hata wale Mafarisayo walimuuliza Yesu, unayafanya haya kwa kibali cha nani? Walimuuliza. Kwa nini? Yesu alikuwa anafanya mambo makubwa kuliko ya kwao. Alikuwa anaponya, alikuwa anasimamisha kile kilichobomoka, alikuwa anafundisha na watu wakapokea. Haleluya. Kwa sababu gani? Kile kibali kilikuwa juu yake. Na ndio maana hata wale Mafarisayo wakasema, je, wewe wafanya haya kwa mamlaka ya nani? Haleluya. Haleluya. Yesu alikuwa anafanya kwa mamlaka ya Mungu. Na ndio maana hata wale waliokuwa wanafanya kinyume na mamlaka ya Mungu walishtuka na kuogopa, kwa sababu halikuwa anafanya yale yaliyo makuu yasiyowezekana, na hadi mwisho wa kwisha wakaisi wao hawatopata nafasi ya kusimamisha kile cha kwao. Haleluya. Ukiwa na kibali, mtu wa Mungu, popote unapita, popote unapenya, hakuna kizuizi, kwa sababu kile kibali ulichokuwa nacho kimembeba yule mwenye uwezo wa kukupenyesha hapo. Haleluya. Haleluya. Tumeona pasipo kibali hatuwezi, ila penye kibali panawezekana. Mungu akaachilie kibali chake juu yetu, akaachilie kibali chake kwa kanisa, ili kanisa lirudi katika ile nafasi yake, lirudi katika njia zake, lirudi katika ile mamlaka ambayo Mungu aliikusudia kwa kanisa lake. Haleluya. Kanisa limepoteza kibali, na ndio maana tumeona kile kinachofanya kufanyika akifanyiki kwa usahihi. Kila kinachofanyika kinakuwa na mapungufu, kwa sababu kibali hakipo.
kibali hakipo. Tunatembelea kibali ambacho sio cha kwetu. Tunajiona tumefanya na tumetenda, lakini sio kwa kibali chetu. Haleluya, haleluya. Tusipofanya kwa kibali chetu, tutaona tunafanya na tunatenda, lakini hakitaweza kuleta matunda katika ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya. Wapo wanaofanya na kusimama na kutenda katika makanisa, lakini tumeona juu yao vile vibali vimeshaondolewa. Kwa yule anayemjua Mungu, kwa yule anayemtambua Mungu, kwa yule aliyokuwa rohoni, kwa yule anayefunuliwa na Mungu, hanaona pasipo maombi, kulingana na mwenendo, njia, misingi iliyowekwa kwa ajili ya kutumikia au kusimamisha kanisa katika eneo hilo. Unaona kabisa iko nje ya misingi, ila yeye anaona yuko sahihi. Kwa sababu gani anaona yuko sahihi? Kuna wingu, lile wingu ambalo lililokusudia kukaa juu yake halipo. Na kama lile wingu ambalo lililokusudiwa kukaa juu yako alipo, tunaona Ibilisi anapata nafasi ya kuweka wingu lake. Na wewe utakavyotembea, utaona unatembea sawa sawa. Utaona unatembea sawa sawa. Kumbe lile wingu ambalo lilokusababishia wewe usimame halipo. Na kama wingu halipo, hauwezi kusimama kama ulivyokusudiwa. Utatengeneza watu, utasimama, lakini hautaleta matokeo yaliyokusudiwa kwa ajili ya ufalme. Kwa sababu kibali kinakupa mamlaka wewe ya kufundisha watu, kuwatoa sehemu moja na kuwapeleka sehemu nyingine. Lile neno utakaloachilia juu ya watu wao libebe kibali, ili lile neno litakapopenya juu ya watu wao likalete badiliko. Likalete badiliko kwa watu wao, likalete badiliko kwa kanisa. Lakini kama neno utakaloachilia juu ya watu wao kama halina badiliko, ina maana hakuna kibali. Kwa sababu kibali ndicho kinacholeta badiliko juu ya mtu. Kile kibali, kwenye kibali kuna mamlaka ya Mungu inayofanya kazi juu ya mtu wake. Haleluya, haleluya. Na ndio maana tunaona hata Mungu alitupa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Hicho ni kibali. Tuna uwezo wa kumkanyaga shetani, lakini hatuwezi kama hatuna kibali. Uwezi ukamkanyaga shetani kama wewe ni wa upande huo. Haleluya. Tukiwa na ile mamlaka, tukiwa na kile kibali cha Mungu, tunaweza tukakanyaga, tunaweza tukabomoa, tunaweza tukapita, tunaweza tukatengeneza, tunaweza tukasimamisha palipobomoka. Kwa sababu gani? Kile kibali tulicho nacho kimebeba mamlaka, na yale mamlaka tuliyobeba hayakumbeba mwingine, ila amembeba mkuu aliye wakuu wa wote. Haleluya, haleluya. Twende tukaangalie Mwanzo 4 ile sura ya 7. Mwanzo 4 sura ya 7. Mwanzo 4 nayo sura ya 7 anasema tuanzie sura ya 6, tuanzie ule mstari wa 6. Tuanzie ule mstari wa 6 kwenye Mwanzo 4 sura ya 6 tufike ule mstari wa 7. Nao unasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Mstari wa 7 nao unasema, kama ukitenda vyema
hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Haleluya, haleluya. Tumeona Mungu anamwambia Kaini. Alimuona Kaini katika ulimwengu wa roho. Alimuona Kaini katika ulimwengu wa roho, kile kilichosimama ndani yake, kile kilichosimama ndani ya Kaini. Na ndio maana akamwambia Kaini, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Haleluya. Kwa nini una ghadhabu? Mungu aliangalia moyo, aliona moyo wa Kaini una ghadhabu, na ghadhabu ile ilikuwa ina kitu ndani yake. Haleluya, haleluya. Tumeona akamwambia, kwa nini uso wako umekunjamana? Tumeona ile ghadhabu iliyokuwepo ndani ya moyo ikazirika ndani ya ulimwengu wa damu na nyama, kwamba mpaka sura imekunjamana, kuonyesha ya kwamba kuna kitu hakiendi sawa, kuna kitu hakiendi sawa juu ya Kaini. Ndipo Bwana akamwambia, kama ukitenda vyema utapata